Nichukue kwanza nafasi hii kumshukuru sana ya Mheshimiwa Jaji Ngwembe kwa kunipa nafasi ya kukisemea kitabu kama mhakiki wa kitabu. Ni nafasi ya pekee sana ambayo amenipa na namshukuru. Angeweza akampa mtu mwingine, lakini ikampendeza kwamba anipe mimi niweze kuhakiki kitabu hiki. Mheshimiwa Jaji Ngwembe nimemfahamu, na wakati anafanya shahada yake ya pili ya masters, kwa bahati nzuri tena nilikuwa mmoja katika watu ambao walinishirikisha kupitia kazi yake ya mwisho. Kwa hiyo na nafasi au na bahati njema ya kukutana naye na kuniomba kwamba niweze kusimama na kusema kwa habari ya jambo lake. Kitabu hiki kama ambavyo amekisemea Profesa Ilomo, ni kitabu ambacho kina sura 8 na kina kurasa 182, na amekiandika kwa lugha rahisi sana ya Kiswahili, lugha ya wote. Na maudhui ya kitabu hiki ni maudhui ya kisheria, lakini yenye uragibishi ndani yake, advocacy. Kwa hiyo ni kitabu ambacho kinashawishi mambo kadhaa yafanyike katika sheria, katika utungaji wa sheria na hata katika utekelezaji wa sheria. Na mtindo wa uandishi aliotumia mwandishi ni mtindo wa simulizi shirikishi, is a narrative, lakini inayobeba nadharia ya uhalisia wa mambo. Kwa hiyo nilipokuwa naangalia nikagundua kwamba kumbe Jaji Ngwembe is a realist. Kwa wale ambao tumesoma sheria, is a realist kwenye school of realism. Na kwa hiyo kimeandikwa kwa namna ya uhalisia wa mambo. Anasema habari za mambo ambayo yapo, sio ya kufikirika. Mambo ambayo ameyafanyia kazi, mambo ambayo ameyasikia, mambo ambayo ameyaona. Akiwa pia kama mwanasheria ndio anatupa picha nzima. Lakini lengo la yeye kuandika kitabu hiki ni nini? Nilipokisoma nikagundua lengo lake hasa ni kutoa elimu, lakini ndani ya hiyo elimu kunatokea mwanga ambao unaangazia makosa yanayohusiana na masuala mazima ya kujamiana, na hasa ile sheria ya makosa ya kujamiana ambayo tunaita Sexual Offense Special Provision Act ya mwaka 98. Kwa hiyo anachochea, lengo hasa pia la pili ni kuchochea mjadala, na ndio maana amekipa title ya tafakari, kwa sababu unapotafakari unaibua maswali, na hayo maswali yanaweza yakaleta mjadala. Kwa hiyo analenga kuleta mjadala hasa wa mabadiliko ya hii sheria. Lakini pia lengo la tatu, pamoja na kuibua mjadala, ukikisoma kinaamsha ari ya kutaka mabadiliko chanya katika sheria zetu. Sio tu mabadiliko ya sheria hii moja, ari ya kuleta mabadiliko chanya katika utungaji, lakini pia hata katika utekelezaji wa sheria. Tutakwenda kuona baadhi ya maswali hasa pia ya utungaji, na uzuri Profesa Ilomo ameweka vizuri sana kwamba hata katika utungaji wa sheria kunatakiwa kuwe na utaalamu, na kama kunatakiwa kuwe na utaalamu, kunatakiwa kuwe na kaliba ya watu wanaoweza wakafanya huo utaalamu. Sasa hiyo ni masuala ya kisera nimeona ambayo pia atayaibua huku nyuma kwenye sera zetu za nani anayekwenda kutunga sheria, ana ufahamu wa kiasi gani katika karne tulionayo leo. Je, tuende na mtindo tulionao au tufanye mabadiliko? Hiki kitabu kinaibua hayo maswali pia. Kwa hiyo ujumbe mkubwa ambao nimeuona katika kitabu hiki, pamoja na ujumbe mwingine, lakini ujumbe mkubwa ambao nimeuona ni kwamba
sheria kali haimaanishi haki kamili, na utekelezaji au haimaanishi haki kamili wala utekelezaji wenye uwiano wa mazingira ya kosa na mkosaji, pamoja na ufahamu mpana wa jamii kuhusu sheria husika na umuhimu katika kutoa haki kamilifu. Kwa hiyo anaangazia kwamba ndio unaweza kuwa na sheria kali kabisa, lakini ina uwiano na kosa lililotendeka. Lakini je, mkosaji alikuwa informed na consequences, matokeo ya anachokifanya? Kwa hiyo kuna dhana amezichambua ambazo zipo kisheria, ni misingi ya kisheria. Kwa mfano ile tunayosemaga ignorance of the law is not a defense, kutokujua sheria sio utetezi. Lakini ukiichambua kwenye mazingira kweli ya sisi, kwenye context yetu sisi ya watu wetu kule kijijini, kweli ukamwadhibu wakati alikuwa gizani kabisa, uninformed, unamtendea haki? Sasa haya ndio yale ambayo amesema Profesa Ilomo kwamba kuna vitu vingine vinaweza vika-apply katika jamii fulani, kanuni fulani zika-apply kule, lakini ukizileta kwenye mazingira mengine lazima uzifikirie, ufanye na mazingira mengine, hasa wewe unayetafsiri sheria. Sasa ni apply hii kanuni kama ilivyo, au ni apply pamoja na kuangalia hekima yangu mimi mwenyewe, sasa ile busara ya kimahakama, discretion yako. Kwa hiyo anaibua hayo maswali ukisoma hiki kitabu. Kwa hiyo katika misingi ambayo ameiweka hapa, sura ya kwanza, ya pili na ya tatu, Mheshimiwa Ngwembe kwenye kitabu hiki anafafanua hiyo misingi ya awali ya kisheria, misingi inayosimamia utekelezaji wa sheria, lakini pia misingi ya utungaji wa sheria. Kuna misingi kadhaa ambayo ipo ya unapotunga sheria ya jinai, ipo misingi ya kutunga sheria ya jinai. Kwa hiyo ameichambua sheria ya makosa ya jinai. Makosa yakoje? There's no crime without criminal law. Kama jambo halikutajwa kuwa ni kosa, hilo sio kosa. Kwa hiyo amechambua hiyo misingi na asili yake. Lakini pia ameangalia historia na dhana nzima ya makosa ya kujamiana na adhabu zake, kuanzia huku kwenye historical mpaka huku tuliko. Amejaribu pia kuangalia katika jamii nyingine, maeneo mengine, mabara mengine, amechambua kwenye kitabu chake. Lakini pia amechambua pia hii sheria iliingizwaje kwenye jamii yetu. Sheria inayogusa makosa ya kujamiana kama kosa la kisheria iliingizwaje tangu kipindi cha ukoloni, kipindi cha tulipokuwa Tanganyika tukawa Tanzania, mpaka miaka ya 90 hapo, ilivyokuwa inatendeka, ilivyokuwa inaendelea mpaka miaka ya 90. Kwa hiyo sura ya tatu, ya kwanza mpaka ya tatu, inaangalia mazingira hayo ya kihistoria mpaka tulipoanza kuleta reforms miaka ya 90. Na miaka ya 90 tutakumbuka kwamba kulikuwa na maazimio fulani yaliyofanyika Beijing. Kwa hiyo ameangalia hiyo context ya sheria hii kwa muktadha wa Beijing Declaration miaka ya 90. Kwa hiyo sura ya 6 mpaka ya 8 sasa, ya 4 mpaka ya 8, anaangalia sasa hii sheria, mageuzi yaliyofanyika tangu mwaka ule wa 90 kwenda mpaka 98, tukapata hii sheria mpya ya SOSPA. Kwa hiyo anafanya ulinganifu wa tulikotoka na mageuzi yalipokuja. Na sura ile ya 4 mpaka ya 5 anaangalia tathmini ya sheria husika, hii sheria tulionayo, na anatoa mapendekezo, anaitathmini kwamba inavyofanya kazi, anaweka na mapungufu yake, na anatoa na mapendekezo yake. Sura ya 6 mpaka ya 8 anatoa changamoto ambazo ni halisia katika utekelezaji wa hii sheria na madhara ambayo tayari imeshayazalisha kwa watu. Wako watu, mimi nasemaga ni kweli, ukienda mahakamani, ukienda gerezani, sio kila mtu kweli alitenda kosa. Lakini ushahidi ulipokuja mbele ya
hakimu ulikuwa umenyooka. Kuna ushahidi pia wa kutengenezwa na ukanyooka kabisa, hata wewe jaji, hata mpaka koti ya pili ikapitisha. Lakini ukienda kwa uhalisia, yule mtu hakutenda kosa. Kwa hiyo ameweka haya mambo na scenarios ambazo zimeshawakuta watu. Na tunafahamu majaji au mahakimu sio miungu. We are not angels. Hatuwezi tukajua ukweli wote. Mimi nawaambiaga nyie mnaokuja mahakamani ndio mnaoniambia ukweli. Nyie ndio mnaojua. Mimi nautafuta kwenu. Lakini anayejua ukweli wanaujua wao. Kwa hiyo wewe huwezi ukajua. Kwa hiyo anatupa hizo picha zilivyo ili kuweka tahadhari kubwa sana katika sio tu utungaji, lakini pia hata katika tunapotekeleza utafsiri ya sheria zetu. Kwa hiyo anaweka hayo mambo. Na pia mwishoni kabisa sura ya 8 anatoa utatuzi wa matatizo yetu tulionayo kwa njia ya mlinganyo. Analinganisha sheria nyingine zilizoko katika eneo letu, katika bara letu hasa la Afrika, kwa sababu ya mazingira ya Kiafrika ambayo ameyazungumzia Profesa Ilomo, kwamba tunashare wote, tunashare. Kwa hiyo sheria iliyo Kenya na sheria iliyoko hapa, kuna namna fulani mazingira yetu yanasemana. Jamii zetu zina tabia fulani ambayo kwa hiyo wao wamefanyaje na sisi tukoje. Kwa hiyo hiyo ndio sura kwa ufupi wa sura zote 8. Na katika kufanya tathmini yangu na katika kusoma kitabu chake, ameangazia pia zile nguzo kuu 5 za utoaji wa adhabu za kijinai. Kwenye sayansi ya kriminolojia na penolojia kuna kanuni za kutumia unapotunga sheria ya kutoa adhabu. Kuna malengo. Moja ni kujenga uzuizi, deterrence. Unapotoa adhabu, lengo kubwa kabisa ni kuzuia watu wengine wasije na wao wakatenda. Yani kama kumtia mtu hofu fulani ili na yeye asije akatenda kosa kama lile na yeye akaingia kwenye mkumba ule, deterrence. Lakini pia kuna ile ya kufanya malipizi ya haki, retribution. Kwamba umefanya hivi, basi na wewe utafanyiwa hivi, retribution. Lakini pia kuna lengo la sio tu kuadhibu na kuzuia, lakini pia kuna lengo la kumrekebisha huyu mkosaji. Kama ni mkosaji anayerekebika, basi asaidike. Kwa sheria inapotungwa ya kutoa adhabu, itoe pia hiyo room akisharekebika. Alafu sasa kama sheria inakupa anaweza akarekebika alafu amefungwa maisha, anarekebikiwa wapi sasa? Uko gerezani. Kwa hiyo kuna maswali kama hayo. Lakini pia kuna kulinda utu na usalama, kwamba hii sheria kweli na makosa ya kujamiana ni makosa mabaya, yanadhalilisha utu, yanabeza, yanaumiza, yanaacha makovu ya siku nyingi yasiyoondoka. Kwa hiyo kuna haki ya kuwalinda wanaofanyiwa hivyo. Kwa hiyo amelichambua pia hilo, ile societal protection. Lakini pia kuna ile sasa ya dhana ya kuwepo na uwiano. Sasa uwiano kati ya adhabu na kosa kulingana na nini? Mazingira. Kwa sababu sio makosa yote yanafanyika katika mazingira yanayofanana. Kuna makosa hata haya ya kujamiana, kwamba ukiangalia mazingira haya ni tofauti na mazingira ya kosa jingine kama hilo, lakini mazingira yalikuwa tofauti. Kuna mtu mwingine kaletewa, mwingine kaenda kutafuta, wote wawili wamefanya kosa lile lile. Mmoja kaletewa kosa, mwingine kaenda kulitafuta kosa. Sasa hapo unafanyaje? Kwa hiyo kuna mazingira, ameyachambua hayo mambo katika kitabu hiki kwa kuangalia hizi. Sasa swali kubwa ambalo linatokana sasa na sayansi hii ya penolojia kuhusu adhabu na kuelewa maudhui na ufanisi wake, anauliza ambayo maswali yanayokuja ni je, kwa kuangalia sheria yetu ya makosa ya kujamiana imejengwa juu ya hizi nguzo 5, ziko 5 actually sio 6, 5. Imejengwa juu ya nguzo hizi 5: deterrence, retribution, rehabilitation, social protection. Zote na hizi zinakwenda cumulatively kwenye utoaji wa adhabu. Huwezi ukachukua moja ukaacha nyingine.
Sasa je, sheria yetu ya makosa ya jinai inatoa fursa, inazichukua zote? Ilipokuwa inatungwa sasa, watungaji walielekeza katika hii sayansi hii, iliingia akilini vizuri, ikafanyiwa uchambuzi wa kutosha. Pia katika kitabu chake utaona kwamba anasema ule upeo wa ukali wa sheria ya SOSPA. Hii ni moja ambayo anabainishwa na mwandishi kwamba hii ni moja ya sheria kali kuliko zote Afrika Mashariki na Kati na Kusini. Yaani ndio sheria kali ukikompare kwenye ile ulinganifu, sisi ndio wenye sheria kali kabisa. Sheria ni kali kwa sababu gani? Kifungo cha chini, ile minimum, ni miaka 30. Sio siku 30. Kuna siku nilienda gerezani, wakati natembelea gereza, wakaniambia, mheshimiwa, niko hapa miaka 30. Mheshimiwa, nimesema miaka sio siku 30. Kwa hiyo miaka 30 ndio minimum, na ya juu kabisa ni kifungo cha maisha. Sasa kwa mrengo wa kitabu hiki ukikisoma, kwa mujibu wa mwandishi, sheria hii ilibeba ama iliegama zaidi kwenye mtizamo wa kuzuia kwa ukali, strict deterrence. Na huu ni mrengo wa kihafidhina, conservatism ndio mrengo wake huu. Ni kitu wanafanya kwa ukali kabisa, hakuna room ya kunegotiate, hakuna room ya kuona kwamba huyu mtu anaweza akawa reformed huko mbele, na hata akiwa reformed atakuwa reformed lakini atabaki huko huko. Sasa kuna madhara ambayo mwandishi ukisoma kitabu chake, sasa ili kukipa, sasa unapofanya review ya kitabu lazima na wewe pia uangalie uhalisia wa data ili anachokisema ni sawa. Kwa hiyo na mimi pia nikafanya research yangu pia ili kuvalidate anachosema, ama ili napokitolea hukumu nikipe hukumu ya kweli. Kwa hiyo katika data nilizotafuta, sheria ni kali, lakini kipekee sheria kali peke yake hii haijasaidia sana kupunguza matukio ya ubakaji na ulawiti. Na sisi wote tuko huko mahakamani, tunajua, tumekuwa tukienda kwenye kusikiliza makesi ya jinai. Unaweza ukaenda kwenye session, 80% ya makosa ya ubakaji, 20% ni makosa mengine ya mauaji na vitu vingine hapo 3, 4, 5. Lakini 1% kubwa sasa hivi ndio trendi hiyo. Tutakwenda kuona hapo. Mwaka 2015, and data has never lie, data huwa hazisemi uongo, zinasema kweli. Data never lies. 2015 makosa yaliyoripotiwa kwa takwimu za kiutafiti yalikuwa ni makosa bila kuweka, yamewekwa tu jumla, hakuna kutenganisha hapa, ya ubakaji 5802. 2016 utafiti mwingine 7645. 2017 1839. 2022 miaka 5 baadaye, hapa ni ubakaji na ulawiti 8413. 2023 ubakaji, haya ni makosa yaliyoripotiwa yakaingia katika rekodi za polisi, 10991. 2024 ubakaji tu 8541. Kwa hiyo hizi kwa takwimu za ujumla za wahanga walioripotiwa kipindi hicho cha mwaka 2024 walikuwa ni wahanga 39256 walioripotiwa, acha hizo ambazo hazikuripotiwa. Na mwaka 2023 zilikuwa 1037, wahanga 37448. Kwa hiyo unaona kuna ongezeko kwa huo mwaka mmoja 24 na 23
ya 4.8. Kwa hiyo grafu inapanda, haishuki. Sasa hizo ni za takwimu kwa namna ya grafu. Utaona pale, hiyo ya blue ni ubakaji, hiyo nyekundu ni ulawiti walio ripoti. Utaona hiyo ya blue inapaa na inakwenda mbali, na hii 2023 utaona na 24 karibu zinalingana. Sasa sijui ya 25 na 26 ikoje. Sasa kama mahali iko namna hii, tunafanya nini? Kuna crisis hapa, kuna tatizo kubwa hapa, kubwa sana, ambalo sio tu sheria inaweza ikalitatua. Something more need to be done. Otherwise, sheria kali tu hii sijui kama itatufikisha mbali. Wakati ugonjwa wa HIV ulipokuja, Mzee Mwinyi aliwahi kusema neno moja gumu sana. Waliocheka watakumbuka, mbona tulikuwepo tunamsikia enzi hizo. Anasema shida kubwa, ugonjwa huu yahe umeshika mahali babaya. Sasa sijui na hili kosa liko mahali gani? Maana linapaa tu. Sasa ukiangalia kwa jinsi ya pie chart, utaona hapo ulinganifu wa wahanga wa ukatili 2024. Ubakaji na ulawiti imekula kama robo. Haya makosa mengine kwenye njano ni yale ya ukatili na unyanyasaji wa nyumbani, na yenyewe pia ni mchango mkubwa sana. Kwa hizi ni research ambazo zimekuwa verified. Nitakuonyesha nyingine. Hiyo hapo, mikoa iliyoathirika kwa kipindi hicho cha mwaka 2023. Mjini Magharibi Zanzibar, watu 500, hawa ni watoto hawa, incidents 564. Morogoro 523, Tanga 519, Kinondoni Dar es Salaam hapo 506, Mbeya, Dodoma hapa tulipo, Temeke, Kilimanjaro, Arusha, Ilala, Iringa, Kagera, Kigoma, Shinyanga, Mwanza, Pwani, Rufiji, Songwe, Tabora, Rukwa, yote hapo. Reported incident hapa kwa hii data ilikuwa ni rape ilikuwa 8691. Sodomy ambayo ni ulawiti 2488. Hii ni research tofauti na ile ya polisi. Kwa hiyo utaona sodomy na rape, makosa yanayoenda hivyo yanakwenda juu, data zake ziko juu. Kwa hiyo kuna tatizo hapa. Haya, hii ni kwa watoto wadogo. Victims 2018 walikuwa 1159 walioripotiwa. 2019 walikuwa 1405. 2020 kukapungua kidogo. Na hawa ni boys, hii ni sodomy. Hii ni sodomy hii. Ni ulawiti. Wakapungua kidogo wakafika 1000. 2021 grafu ikapanda tena 1114. 2022 ikaenda tena juu zaidi 1555. 2023 ndio ikaenda kabisa ikafika 2352, na mikoa husika iko hapo. Watafiti wamegundua mambo yako hapo. Hawa ni watoto wadogo, boys, wamefanyiwa hivyo vitu. Hiyo scar inayobaki kwa huyo mtoto na mazingira tulionayo sasa hivi ya dunia inavyokwenda na wanachokiona na kwenye social media na kwenye mtandao, akienda shuleni ndo shule ndo hizo, akitoka hapo akirudi nyumbani una mtoto tena, na tukienda hivyo tuna jamii tena. Kwa hiyo umuhimu wa sheria upo, lakini hii sheria tunaiapply vipi? Hapa ndipo kitabu cha Mheshimiwa Ngwembe sasa kinapokuja tena kutupa kutafakari. Kwa hiyo
mwandishi pia anaibua changamoto muhimu. Moja tumeshaiona ni kwamba ni ya ukali wa sheria, lakini ambao haujazuia. Na sababu trend tunaona nini? Inapanda na data zinatuambia hivyo. Lakini pia sheria hii imefunga kabisa mlango wa matumizi ya busara ya mahakama. Watunga sheria walioweka misingi ya sheria walikuwa na akili pia. Wakajua mahakama na yenyewe ina akili, ina busara, inaitwa busara, discretion. Kwamba wewe unapotunga sheria usifunge milango yote, kwa sababu anayesikiliza lile kosa sio wewe uliyetunga. Anayesikiliza anaona mazingira ya kosa hili hayastahili adabu ya miaka 30. Kwa sababu huyu kaletewa na yule kaenda kutafuta, hawa wote uweze kuwapiga pamoja sawa. Mazingira haya sio sawa. Kwa hiyo imezima kabisa milango ya kutumia discretion, imetupa minimum sentence miaka 30. Sasa katika hii miaka 30 sawa, lakini tumefikisha wapi? Wanaodhibiti sheria, yani majaji, polisi, watafsiri, wapo kwenye nafasi finyu sana, hasa majaji na mahakimu, ya kutumia discretion yao. Hawana wigo wa kuweza kutokea upande huu kulingana na mazingira ya shauri walipolisikiliza, wakaona kwamba kwa busara ya mahakama, hapana, huyu hapa angestahili miaka 5, na huyu hapa miaka 10, na huyu hapa na huyu kifungo cha maisha. Mazingira tofauti. Kwa hiyo unapopewa miaka 30, hapo 30, mwandishi anasema kwa kweli ni kutokuitendea haki yenyewe. Yani unakuwa unjust to justice itself. Sasa shida kubwa sasa ambayo utaiona katika research hizo ambayo nimekuambia, wale ambao ni perpetrators, ni watenda kosa, si ndio? Watenda kosa, angalia umri wao, from 15 or 14 years to 40 years. Wengi ndio wamekaa hapo. Kwa hiyo ukienda kule magerezani, umri wa kati ya miaka 20, kwa sababu wa chini ya miaka 18 kuna adabu yake tofauti. Lakini kuanzia hiyo miaka 18 pale mpaka miaka 40 ndio wamejaa gerezani. Na hiyo trend sio kwamba inashuka, ni trend ambayo inafanyaje? Inapanda. Alafu wamefungwa vifungo virefu, sio vifupi, miaka 30 mpaka life imprisonment. Kwa hiyo tutaendelea kuyajaza magereza au tutapanua magereza? Kwa sababu trend tumeshaiona inako kwenda, unless tumechukua mrengo mwingine wa tofauti. Na ndio maana kitabu hiki kinatupa kutafakari, ni mrengo upi unaofaa? Twende na miaka 30 sheria kali isiyoleta marekebisho, isiyotoa mwanya wa kuona kama mtu amereform, au tufikirie utaratibu mwingine wa kuangalia zamani tulikuwa tunafanyaje? Haya ndio maswali ambayo mwandishi anatupa katika tafakari yake. Maswali muhimu ya kutafakari. Je, mrengo huu mkali wa deterrence umefanikiwa? Data zinatuambia hola. Kuna ndio kidogo watu wataogopa 2 3, lakini 15 wamo. Haya, je, katika mazingira ya sheria ilivyo sasa, ni rahisi kuangalia kwa kuzingatia kanuni ya uwiano wa adhabu, proportionality, kulingana na kosa na mazingira? Mahakama ina fursa hiyo kuangalia proportionality? Haina, kwa sababu imewekewa minimum na maximum. Hakuna mahali pa kutumia discretion popote. Na minimum hiyo ya miaka 30 sio 3, ni miaka 30, sio muda mfupi. Akiingia na miaka 20, akitoka kwa ile umri wa kuishi ule tunaoambiwa, yani ni kwamba huyo alishakufa, kwa sababu umri wa kuishi tathmini ya Kiafrika ni chini ya miaka 50. Ukiishi zaidi ni kwamba umepewa bonus ukiwa Afrika. Kwa hiyo anatoka tayari ni marehemu. Tunaitenda haki kwake. Je, kama angekuwa reformed, yani akikaa kule ameshabadilika, ameshajutia kosa lake, yuko reformed, hana eligibility.
ya kutoka, hata nadhani hata kwa parole hatoki kwa makosa haya, hatoki. Kwa hiyo tunafanyaje? Huyu tumemkondem na tumeruini maisha yake forever. Hata kama angekuwa reformed, hawezi kuwa reformed tena, ameshaharibikiwa. Tuangalie hayo mambo anayaibua mwandishi kwenye kitabu hiki. Je, mfumo wa sheria ulivyo sasa unatoa nafasi ya marekebisho ya vijana, hii reform, akiwa magerezani? Hata ukishamreform anatokaje? Ana life sentence, ana miaka 30. Kwa hiyo tuangalie pia hilo. Ni mambo ya je, mahakama ina uhuru? Tumeshaangalia hapo. Je, mfumo unawapa watunga sheria, mfumo wa kuwapata watunga sheria, mfumo wa kuwapata watunga sheria unakidhi haja ya uwepo wa uwezo wa kuchakata na kutathmini kwa kina na kwa uelewa wa muktadha wa jamii tulionayo na maadili tulionayo, madhara ya sheria inayotungwa na faida yake au matokeo yake. Na ninaposema hili ni swali muhimu la kutafakarisha, na ni swali la kisera. Na nashukuru kwamba mwanasheria mkuu wa serikali yuko hapa, kwa sababu ni swali la kisera. Lazima tuangalie the quality of the people. Watu wanaokwenda kutunga sheria wana quality gani katika mazingira ya sasa ya karne ya 21? Uwezo wa mtu kuchakata habari, kufafanua, kama alivyofanya profesa hapa, akafanya utafiti na ulinganifu ili atoe kitu kitakachosaidia jamii miaka 50 60 ijayo. Upo, tuna mfumo wa kisera wa namna hiyo. Najua kwamba ni swali gumu na lenye mtafaruku mkubwa, lakini if we want to change, we have to change. Si ndio? Lazima tu change. Sasa mimi nikimchukua mtu wa darasa la 7, I'm sorry to say so, simsemi mtu yeyote, nikamwambia aanze kunichambulia madhara ya sheria hii from contextual point of view, kwa muktadha wa jamii, afanye utafiti wake, ataniambia nini kwa muktadha wa leo? Kwa hiyo lazima tufike mahali tuanze kuona kwamba na hizi ni sheria nyingi, kwa sababu sheria zinazotungwa zinagusa jamii nzima, ziko za uchumi, ziko za kila kitu. Kama hatutabadilika, huyu bwana ameibua maswali mazito, kama hatutabadilika tukaanza kutumia akili za watu wenye akili waliojengewa misingi ya kufanya tathmini ya mambo, tukawachukua tu kila mtu aje afanye hiyo tathmini, tutapotea na jamii yetu itabaki kuwa duni. We will never make progress out of the mess or problems we have. Kwa hiyo anatuambia tuanze kutafakari hata wanaotunga, kwa sababu sisi kuna wanaotunga na wanaotumia. Lakini kama chakula hakikupikwa vizuri, hata wewe unakuja kutumia utapata matatizo tu, utapata tabu tu. Kwa hiyo tuangalie kuanzia jikoni. Ndicho anachotuambia hapa, kwamba tuanze kufikiria sera zetu. Kama kuna mahali pa kufumua, tufumue, tuweke utaratibu. Wenzetu katika nchi nyingine wameweka utaratibu wa mtunga sheria awe na kiwango gani cha elimu kinachoweza kufanya uchakataji wa mambo. Sasa sisi tukibaki tu na tradition yetu, tutapata hasara. Tutatengeneza sheria kama ambazo sasa baadaye zitakuja kutupa matatizo makubwa, na hii ni moja ya sheria inayoleta matatizo sasa hivi ambayo tunayaona. Tutawajaza vijana wetu wote gerezani, hata wakiwa reformed hatutawatoa. Alafu baadaye na wana miaka 20 mpaka 40. Hii ndio nguvu kazi ya taifa. Sasa ni maswali magumu ambayo nafikiri amekiandika akiwa anafikiri vitu vingi sana. Na kwa hiyo watunga sheria kama walivyo watafsiri sheria wanapaswa kuwa na uwezo wa kutathmini kwa makini miswada ya sheria ili kubaini athari halisi kabla ya kutunga na kuitumia sheria. Ndio maana nasema kuna policy issues za kurethink hapa na kufanya maamuzi magumu, ni magumu. Na tunapokwenda kumalizia, sheria pia inatoa nafasi kwa watafsiri wa sheria kuitafsiri kwa mujibu wa kanuni za kisheria na kwa njia inayozingatia kwamba sheria inapaswa itoe fursa kwa watafsiri sheria, ni mahakama,
kuwe na discretion, waone kwamba bwana, kwa mazingira haya tuamue hivi. Ukiwafunga kabisa, unafunga milango yote.